miagosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa Githunguri na watu wa Lare. Basi watu wa Kiambu, kwanza mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu County, na mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Hiyo loudspeaker haifanyi wewe, kuna mtu hapo ni mtu bure kabisa, ndio? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu, na mimi nataka tukubaliane jameni, watu wa Kiambu, si namna hiyo? Si hata Biblia inasema iko siku ya kila kitu? Leo hatujakuja hapa siasa, leo tumekuja hapa nini? Tumekuja hapa maendeleo. Na mimi nataka niwaombe, na niwaombe hata ndugu zangu viongozi wa Kiambu, tafadhali ndugu zangu, kuna wakati wa siasa tutakuja kufanya siasa. Leo wacha tuongee maneno ya wananchi hawa, mambo ya maendeleo ya Kiambu County. Ndio ama mnasemaje? Siku na siku ya kila kitu. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, tulikubaliana tujenge mambo ya barabara Kiambu County. Si ni kweli? Na hapa tuko na barabara nyingi ambazo zinaendelea. Na nimekuja hapa na PS wangu wa mambo ya barabara Bwana Mbogwa. Na nataka tukubaliane, wiki hii tumetoa pesa shilingi bilioni 3.6 ya Kiambu County. Sikizeni watu wa Kiambu, sawa sawa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo ya uchumi, tumetengeneza mambo ya uchumi, tumerekebisha mambo ya uchumi. Ile dola ilikuwa 165, sasa imeteremka chini, iko 128, 129. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa imekuja 3.5. Sasa uchumi ya Kenya iko imara, na kwa sababu uchumi ya Kenya sasa iko imara, sasa tumetafuta pesa na tumepata pesa ya kuendesha barabara zetu, kwa sababu barabara ni ya muhimu. Ni muhimu kwa mambo ya kilimo, tunatumia kusafirisha mazao yetu. Ni muhimu kwa sababu ya biashara, tunatumia kuendesha biashara yetu. Ni kweli ama si kweli? Na sasa kwa sababu pesa imepatikana na Mbogwa yuko hapa ambaye ni PS wangu, na tumekubaliana ya kwamba hiyo 3.6 billion pesa ya serikali tumetoa kwa Kiambu County. Ile barabara zote zilikuwa zimekwama, sasa tuzikwamue na tuzijenge, tuikamilishe. Nasikizeni watu wa Kiambu, nasikizeni watu wa Kiambu. Mbali na 3.6 billion tunatoa this week, vile vile tuko na bilioni ingine 6 ambayo tunataka kutumia for the next 8 months. Hizi barabara zetu zote ambazo tulianzisha hapa ya Mau Mau roads, zile za ZDB, zile barabara zingine tumekubaliana na viongozi wenu, kwa sababu tukimaliza hizo barabara ahadi yetu kwenu itakuwa imetimia. Tumekubaliana jameni? Simuliniambia mnataka barabara zijengwe? Simuliniambia nitafute pesa ya kujenga barabara? Kama pesa ya kujenga barabara imepatikana, iko ugomvi tena? Si tuendelee na kujenga barabara? Jambo la pili, mliniambia vile vile bado tuko na nyumba chache ambayo haijafikiwa na stima. Tumekubaliana? Sasa tuko na pesa ya stima, na mimi nimekuja hapa na PS wangu wa stima anaitwa Alex Wachira, yuko hapa. Huyu Alex Wachira, hiyo milioni 500 tumetoa ya Kiambu, sambaza kwa manyumba ya hawa watu. Kama kuna mtu ambaye hana stima, tuweke stima kwa manyumba yao. Neguo. Jambo la tatu, tulikubaliana Kiambu hii ni kaunti ya biashara na kilimo. Ni kweli ama si kweli? Na mkaniambia ya kwamba tujenge masoko. Sasa hapa Kiambu
tuko na soko 18 zinajengwa Kiambu County, na tunataka kukubaliana na nyinyi. Hizo soko zote ni kwa sababu soko inatusaidia kwa mambo ya kilimo. Mkulima akiwa shambani anataka mazao yake mahali ya kuuza pale sokoni, na pia wale wanafanya biashara sokoni, kina mama mboga na wale wengine pia wanataka mahali pazuri wanafanya biashara yao, mahali kuna maji, kuna usafi, kuna stima, kuna storage, kuna mambo yale cold room. Ndio tuhakikisha kwamba mazao yetu ambayo inatoka shambani inafika sokoni, haiharibiki. Tuhakikisha kwamba wafanya biashara wanaweka pesa kwa mfuko, na nyinyi kama wananchi wakulima pia mnapata haki yenu kupitia kwa kilimo. Watu wa Kiambu tumeelewana? Mnasema tuendelee na hiyo soko tujenge? Hizo zote 18 tujenge? Tujenge hizo masoko? Si tulikubaliana mama mboga atafanya mahali biashara, mahali kuna usafi jameni? Si tuendelee na hiyo kazi? Jambo la tatu, tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, maendeleo ya Kenya haiwezi kukamilika kama hatujapanga kilimo sawa sawa. Tukakubaliana tuweke guaranteed minimum return kwa mambo ya maziwa. Tukasema maziwa isilipwe chini ya shilingi 50. Bado kuna kampuni zingine wanalipa sijui 48, sijui 49. Lakini tumesema ya kwamba mkulima apatiwe 50 shillings. Na nimetoa amri kwa KCC ya kwamba KCC iongoze, kwa sababu tuko na uwezo wa serikali kwa KCC. Kwa sababu mkulima asipopata bei ya sawasawa kwa maziwa yake, hiyo mambo yote ya kilimo ya ufugaji inakuwa ni kazi bure. Na sababu hiyo ndio tumesema jana, huyu waziri Mutahi Kagwe, waziri wa mambo ya kilimo, na alikuwa na mimi, tumekubaliana ya kwamba ili mkulima apate mapato zaidi, hasa mfugaji wa mambo ya maziwa, sasa tumeondoa ushuru kwa ile yellow maize na zile bidhaa zote ambazo zinatumika kutengeneza chakula ya ng'ombe. Tumekubaliana na mifugo. Ile yellow maize inatumika kwa mambo ya kuzalisha chakula ya mifugo. Tuondoe ushuru, tuweke mtaratibu ya sawasawa, ndio mkulima aweze kupata faida zaidi akiendesha mambo yake ya ufugaji. Jambo la tatu, tulikubaliana vile vile na nyinyi ya kwamba kilimo ya kahawa imetekwa nyara na watu wachache, matapeli na wakora. Na ndio walikuwa wametuangaisha na kilimo ya mambo ya kahawa. Na mkaniambia ninyoroshe hiyo mahali. Hiyo wakora wote, mtu mmoja ati alikuwa na leseni, yeye ni mkulima, yeye hako na leseni ya Mila, yeye hako na leseni ya broker, yeye hako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye ananyanyasa wale watu wengine wote. Hiyo sehemu yote mimi nilihamisha coffee reforms. Nikaenda nikasema ikuje kwa ofisi ya rais, kwa sababu wale walikuwa na uwezo mkubwa sana, matapeli, wakora na watu ambao wako na kiburi na watu ambao wako na uwezo mkubwa. Wakasema hiyo iletwe kwa ofisi yangu ndio nipambane na wao. Leo mimi nataka niwatangazie watu wa Kiambu, ile bei ya kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 60, shilingi 70. Mwaka huu kahawa iliuzwa na wakulima kilo moja shilingi 110, 120, 130, 140, hata sehemu zingine 150.